habari. Ninayo furaha kubwa kutumia vyombo vyenu kuongea na Watanzania hususa wa mikoa ya Kanda ya Victoria inayojumuisha mikoa ya Mwanza, Geita na Kagera. Ndugu wa Tanzania, wote tunafahamu taifa letu limepitishwa katika barabara yenye giza nene. Barabara ya uvuli wa mauti. Barabara iliyojaa watekaji na mateso kwa Watanzania. Barabara hii imeacha ulemavu wa kudumu, majonzi, vilio na vifo kwa watu wetu. Taifa limepitishwa katika barabara ya kubambikiziwa kesi, kunyima uhuru wa kuabudu, kujieleza na kuchagua viongozi, pamoja na mateso ya kiroho na kimwili ambayo naamini kila mpenda haki na kweli ya Mungu yamemgusa kwa namna moja ama nyingine. Kana kwamba hiyo haikutosha, watesaji hawa na wapolaji wa madaraka kwa misingi ya kihaini wametumia na wanatumia mabavu na ugangwe kuwabambikizia kesi wanachama wa Chadema, kuingilia na kuzuia uhuru wa haki ya kuabudu, kujieleza na kuchagua viongozi. Kila Mtanzania ameathirika kwa namna moja au nyingine, na kila Mtanzania ana kovu. Kwa niaba ya chama Kanda ya Victoria, naomba nitoe salamu za pole kwa Watanzania wote. Tupo katikati ya msiba mzito, tuendelee kuomboleza, roho za marehemu zipate pumziko la milele. Amina. Hata hivyo, naomba nitumie maandiko matakatifu kuwafariji na nukuu Zaburi ya 23:4. Nami nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Mwisho wa kunukuu. Kwa kutambua na kwa kuheshimu ukuu wa Mungu, na waomba Watanzania wote tuungane katika vita hii ya kupigania haki ya kweli ya Mungu. Mungu wa haki na kweli atatuwezesha na tutashinda. Imeandikwa katika Zaburi 37:34, wewe umngoje Bwana, uishike njia yake, naye atakutunza urisi nchi. Wasio haki watakapoharibiwa utawaona. Ndugu zangu wa Tanzania, tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata, ardhi ya Tanzania ilimwagiliwa damu za ndugu zetu, watoto wa Tanzania ambao bila hatia damu zao zilimwagika kwa kupigwa risasi ambazo zilipaswa kuwalinda. Siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba, Watanzania na Watanganyika waliamua kuwa hakuna uchaguzi kwa kuandamana na kutoshiriki katika udanganyifu mkuu. Kwa taarifa za kuaminika na za kutoka pande zote za nchi yetu, ni chini ya 2% ya wale wote walioitwa kuwa wapiga kura ndio walijitokeza. 2%. Naomba nirudie. Kwa taarifa za kuaminika na za kutoka pande zote za nchi, ni chini ya 2% ya wale walioitwa kuwa wapiga kura ndio walijitokeza. Mamilioni ya Watanzania walikataa kushiriki katika udanganyifu mkuu kwa kuandamana au kutokwenda kupiga kura. Kuandamana au kutokwenda kupiga kura. Serikali haramu na dhalimu ya Samia na CCM waliingiwa na hofu na taharuki na kuamua kutekeleza mpango wao wa kishetani na kutoa amri ya kupigwa risasi za moto waandamanaji wasiokuwa na silaha yoyote ile isipokuwa simu zao. Matokeo yake ni mauaji ya kutisha na ya kishetani ambayo hajawahi kutokea katika nchi yetu tangu ipate uhuru wa mwaka 1961. Inaaminika kwamba tukio hili hata kipindi cha ukoloni halikuwahi kutokea tukio kama hili la kuua wananchi wake.
Kwa kanda ya Victoria, mauaji ya kikatili yalifanyika katika wilaya ya Nyamagana, Ilemela, Magu, Misungwi, Sengerema, Geita mjini, Katoro, Buseresera ambayo yuko Chato. Hali ilikuwaje? Naomba ndugu zangu wa Tanzania nitumie matukio machache kueleza ukatili ulivyofanyika. Michael Christian Mtabuzi ambaye alikuwa mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema Bavicha alikamatwa tarehe 29 Oktoba 2025 majira ya saa 6 hivi na vijana wa CCM Green Guard na kupelekwa ofisi ya CCM Nyamagana. Baada ya kukamatwa alianza kushambuliwa kwa kupigwa. Wananchi walipotaka kuingilia ili wamwokoe, askari wa jeshi la polisi wakiwa na gari walifika na kumchukua Michael Christian akiwa mzima. Jambo la kushangaza na la kusikitisha kwamba tarehe 30 mwezi Oktoba 2025 mwili wa Michael ulikutwa maeneo ya Igoma, wilaya ya Nyamagana, ukiwa na majeraha na risasi na alikuwa ameshapoteza uhai. Tukio la pili ni la marehemu Daudi Justini ambaye tarehe 29 Oktoba 2025 majira ya saa 5 asubuhi alikamatwa na jeshi la polisi karibu na roundabout ya barabara ya Nyerere. Baada ya kukamatwa, Daudi alibebwa kwenye gari la polisi akiwa mzima. Kwa masikitiko makubwa, mwili wa Daudi ulikutwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya Bugando ukiwa na jeraha la risasi. Tukio la tatu ni namna alivyouawa Tobias Paulo, mkazi wa kata ya Kahama, wilaya ya Ilemela. Tobias alikuwa anamiliki duka eneo la Maboto liko National. Majira ya jioni baada ya vurugu za tarehe 29 Oktoba kuisha, alienda kuangalia duka lake. Wakati anaangalia duka, alipigwa risasi na wakati anakimbiza hospitalini alipoteza maisha. Tukio la 4 ni huko Mji Mwema, wote mnafahamu, kata ya Nyamanoro, wilaya ya Ilemela. Watu 15 kwa mpigo walipigwa risasi wakiwa katika kijiwe cha kahawa. Wengi wao walikuwa ni vijana na wakiwa ndani walimiminiwa risasi za moto baada ya kuamrishwa walale kifudifudi. Haya ni baadhi ya matukio ambayo tumeona tuyaseme, lakini yapo matukio mengi ambayo tukianza kusimulia tukio moja baada ya nyingine, namna watu wetu walivyouawa, tunaweza tukazungumza kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa kifupi, tarehe 29 Oktoba 2025 ni siku zilizofuata zilizogubika taifa na siku zilizofuata. Naomba nirudie. Kwa kifupi, tarehe 29 Oktoba 2025 ni siku zilizofuata taifa letu liligubikwa na giza nene iliyojaa majonzi, huzuni na vilio. Watanzania waliumia, walilia, walijawa na majonzi na walinyimwa haki hata ya kuwaomboleza na kuwazika kwa heshima za kibinadamu wapenda wao. Hadi leo hii serikali haramu na dhalimu ya Samia Suluhu Hassan na chama chake CCM hawajawahi kutangaza maombolezo ya kitaifa ya wapendwa wetu, bali wameingia katika kampeni haramu na ya kikatili ya kuficha ukweli, kutafuta uchawi, kuwagiribu wa Tanzania. Na ajabu, mtawala wa mabavu Samia amekuwa na ujasiri wa kusema kuwa nguvu iliyotumika na jeshi la polisi ilikuwa sawia na kuwa wazazi ndio wenye makosa kwa kutowazuia watoto wao kuandamana. Ndugu wa Tanzania, mauaji yaliyofanywa na serikali ya haramu ya CCM hayakubaliki duniani kote na mbele ya Mwenyezi Mungu.
tuendelee kuwauliza watawala haramu, wako wapi ndugu zetu, kama Mungu alivyomuuliza Kaini, yuko wapi Abeli ndugu yako? Kaini akajibu na nukuu, naomba nirudie hiyo sehemu. Tuendelee kuwauliza watawala haramu, wako wapi ndugu zetu, kama Mungu alivyomuuliza Kaini, na nukuu, yuko wapi Abeli ndugu yako? Kaini akamjibu, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Mwanzo 4:9 hadi 10. Katika mazungumzo haya Kaini alimjibu Mungu kwa jeuri, kama ambavyo watawala haramu wanatujibu juu ya ndugu zetu. Na waomba Watanzania wote wapenda haki na kweli ya Mungu, tuendelee kuiuliza serikali haramu, wako wapi ndugu zetu? Popote na kila tunapokutana nao, swali hili tuliulize bila kuchoka hadi tutakapopata majibu. Swali hili lihusishe watu wote waliouawa, kutekwa, kupotezwa na wengine wote ambao wamepata na madhira na hatujui wako wapi. Wako wapi ndugu zetu? Tuendelee kuuliza swali hili popote pale, wako wapi ndugu zetu? Ndugu wa Tanzania, kwa haya yaliyochafua sura ya taifa letu na kusababisha mauaji ya maelfu ya ndugu zetu, ni muhimu tukajiuliza maswali mawili. Tumefikaje hapa? Na nani ametufikisha? Tunatokaje? Jibu lipo kwa wananchi. Lakini nataka tuzungumze tumefikaje hapa na nani ametufikisha. Tukianza na swali la tumefikaje hapa, majibu ya swali hili muhimu yapo ukutani, yanaonekana. Tumefika hapa kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni kitendo cha kikundi cha watu wachache kupola mamlaka ya wananchi ya kuchagua viongozi wanaowataka na kuporwa kwa haki ya kuchaguliwa. Kwa miaka mingi kuanzia chaguzi za mwaka 2019, 2020, 2024, taifa letu halijafanya uchaguzi. Badala yake kikundi kidogo cha watu wahuni wamekuwa wakiamua nani atuongoze. Hii ni sababu muhimu sana ya kwa nini tumefika hapa. Tumefikaje hapa? Sababu ya pili ni kutekwa na kupotezwa kwa Watanzania. Mnafahamu kabla ya 29 Oktoba 25, zaidi ya watu 300 walitekwa na kupotezwa nchi nzima. Baadhi ya waliotekwa na kupotezwa kwa kanda ya Victoria ni Amani Manengero, Juma Kaswahili, Paulo Mbeshi, Elisha Juma na wengine wengi walitekwa na kupotezwa. Hatujui hadi leo wako wapi. Wako wapi ndugu zetu? Familia zao zinalia kila siku. Hadi sasa hakuna mamlaka au chombo cha serikali kimekemea utekaji. Sababu ya pili hiyo. Sababu ya tatu ni kubinywa kwa haki ya kutoa maoni na kukosoa. Watanzania wenye maoni tofauti wamekuwa katika hatari ya kutekwa, kuuawa, kubambikiziwa kesi. Hii ni kinyume na katiba ya nchi. Sababu ya nne ni mauaji ya raia. Kabla ya tarehe 29 Oktoba 2025, raia wengi waliuawa mchana kweupe. Tunakumbuka mauaji ya mzee Ali Kibao aliyeshushwa kwenye gari mchana kweupe na kesho yake kuokotwa akiwa ameuawa kikatili. Hadi sasa hakuna kauli yoyote juu ya mauaji hayo. Serikali imekaa kimya, inayojiita serikali haramu imekaa kimya, haijafanya uchunguzi. Watu wameuawa, hakuna hatua ambazo zimechukuliwa. Sababu ya tano ni kuingiliwa kwa uhuru wa kuabudu. Tukio la Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima kufungiwa baada ya Askofu Gwajima kutoa maoni yake na ushauri wake juu ya mwenendo wa taifa. Shambulio la Padre Charles Kitima, katibu wa Baraza la Maaskofu
Tanzania teki, kukamatwa kwa wanachama wa Chadema wakiwa kanisani, kanisa Katoliki Kirumba, na mashambulio mengine ya viongozi wa dini ni shambulio la kuabudu. Watanzania mnafahamu haya yametokea na hakuna mtu ambaye amekemea. Badala yake tumekuja kusikia tunaambiwa huyu waziri mkuu haramu anasema kanisa la Gwajima lifunguliwe. Hatuambii nani alilifunga. Taifa watu wanaingiziwa hasara na kuja kuambiwa lifunguliwe tu. Kwa hivyo wao wakiamua kufunga leo wanafunga, alafu wanakuja kuamua kufungua tu. Haya mnayafahamu. Sababu ya 6 ni ukiukwaji wa haki za binadamu na demokrasia. Serikali imekuwa kinara wa kuvunja sheria na haki za watu bila soni. Watanzania hawana matumaini tena na mihimili ya bunge na mahakama. Hawana tena mtetezi. Hizi ni sababu kuu, baadhi ya sababu kuu ambazo zimetufikisha hapa. Kanda ya Victoria tunaunga mkono msimamo wa chama kwa kutoitambua serikali haramu ya CCM na matokeo yake yote. Uchaguzi haramu huzaa serikali haramu, na serikali haramu hupoka mamlaka haramu. Uchaguzi haramu huzaa bunge haramu. Bunge limepatikana kwa gharama za damu za Watanzania, hivyo haliwezi kusimamia serikali wala kutunga sheria za haki kwa wananchi wake. Tumelikataa bunge haramu na hatulitambui. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, na nukuu, hatuwezi kuchagua kiongozi asiyeheshimu sheria. Kikundi kinachojiita serikali hakiheshimu sheria na hakina nia ya kuheshimu sheria. Tukikatae kikundi hiki kwa maslahi ya taifa letu. Wote mnafahamu namna serikali inavyovunja sheria. Yaani sasa hivi hii serikali haramu inayojiita serikali inavunja sheria kuliko hata wale ambao inatakiwa wazifuate sheria. Yaani yenyewe inatakiwa enforce law, lakini yenyewe ndio inakuwa ya kwanza kuvunja sheria. Tuwakatae. Serikali haramu haina sifa hata moja ya kutuongoza. Naomba ninukuu maneno ya Baba Francis juu ya utawala bora ambao huzaa serikali bora. Baba Francis aliwahi kusema, na nukuu, kila mwanaume, kila mwanamke ambaye anachukua uendeshaji wa serikali anawajibika kujiuliza maswali mawili. Je, ninawapenda wananchi wangu ili kuwatumikia vyema? Swali la pili, je, ni mnyenyekevu na namsikiliza kila mtu mwenye maoni tofauti ili kuchagua njia bora? Mwisho wa nukuu. Kama huulizi maswali haya, serikali yako haitakuwa nzuri. Maana itakuwa ni serikali haramu. Naomba niendelee na hoja ya pili, kwa maana ya kwamba tunatokaje hapa. Tunatokaje hapa? Njia ya pili ni kukomesha ukamataji holela unaofanywa na jeshi la polisi. Kwa muda mrefu jeshi la polisi limekuwa likikamata wananchi, hususa viongozi na wanachama wa Chadema na wakosoaji wengine. Tunataka jeshi la polisi liache mara moja operation ya kukamata raia, kwa sababu misimamo yao ya kisiasa na haki yao ni haki yao ya kutoa maoni. Kuachiliwa kwa mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu na watu wote waliopewa kesi kwa sababu ya misimamo ya kisiasa. Naomba nirudie. Tunatokaje hapa? Tunataka kuachiliwa kwa mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu na wote
waliopewa kesi kwa sababu ya misimamo ya kisiasa. Ni wazi kwamba mwenyekiti Tundu Lissu yupo ndani ya kuta za Ukonga kwa sababu ya hofu ya kikundi cha watawala haramu. Dunia inajua kwamba Tundu Lissu anaonewa, hatakiwi kuwa kwenye kuta za gereza. Wanachama na Watanzania wanapenda haki, wanachama na Watanzania wapenda haki tulijipa matumaini ya kwamba mwenyekiti Tundu Lissu ataachiwa huru, lakini hatuoni dalili ya kukoma kwa mateso juu yake. Huu ni wakati sasa wa kuanza kupinga uonevu dhidi ya Tundu Lissu na watu wote walioshikiliwa kwa uonevu. Aidha, tunatoa wito kwa mahakama, mashauri yote ya Chadema yatupiliwe mbali ili kuponya taifa. Naomba nirudie kwa msisitizo, mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu leo yupo gerezani kwa zaidi ya siku 250 kwenda na 60 kwa sababu ya watu waliamua kumweka ndani. Dunia inajua kwamba Lissu hana hatia. Kesi walioipeleka mahakamani amewabagaza. Tunatoa wito kwa mahakama wamwachie huru Lissu, aendelee na majukumu yake ya kujenga chama, ya kuongoza chama, ya kujenga taifa, na arudi kwenye familia yake. Tumsaidie Mheshimiwa Tundu Lissu, tupige kelele, tujitoe kama ambavyo yeye amekuwa akijitoa kwa taifa. Tuhakikishe kwamba Tundu Lissu anaachiwa. Nguvu ya umma haijawahi kushindwa. Tupige kelele, mahakama zinasikiliza, zina watu. Na nitoe rai kwa mahakama. Chombo cha mahakama ama muhimili wa mahakama ilikuwa ni muhimili ambao ulikuwa umebaki kwa Watanzania, unaaminika kidogo. Mara kadhaa tulikuwa tunasema tunakutana mahakamani. Leo mahakama imeanza kuingiliwa. Mahakama naomba isimame imara, itetee kiti chake, iwe na wivu kwenye kiti chake, isiingiliwe. Hoja ya 4 tunatokaje hapa? Ni kuhusu kutekwa na kupotea kwa watu. Utekaji na kupotea kwa watu unafanyika chini ya serikali haramu. Tunataka kauli ya kukomesha utekaji. Wale waliotekwa akiwemo Humphrey Polepole wapatikane wakiwa katika mazingira ya hali yoyote. Kama wamewaua, watuoneshe wako wapi tukawazike. Kama waliwazika, watuambie kaburi lao hili hapa, tulishawazika. Lakini hatutaacha kuuliza wako wapi ndugu zetu. Hilo ni swali la msingi ambalo Mwenyezi Mungu alimuuliza Kaini. Alimuuliza Kaini, yuko wapi ndugu yako? Na sisi tunauliza swali hilo, wako wapi ndugu zetu? Tunataka tuone, pamoja kwamba Mungu alijua kwamba ameshauawa, lakini alitaka kujua kwa kinywa chake, alitaka yuko wapi ndugu yako? Na sisi tunauliza hilo swali kwa hawa wanaofanya haya matendo, wako wapi ndugu zetu? 5. Tunawapongeza Watanzania wote wakiwemo makundi ya viongozi wa dini, wanaharakati mbalimbali, taasisi na jumuiya za ndani na nje ya nchi, Watanzania waishio nje kwa maana ya diaspora, na kundi maarufu la Gen Z kwa kusimama imara katika kupinga udhalimu wa kikundi ambacho kimekataa kufuata sheria za nchi. Watanzania mmeonyesha moyo wa kupigania haki, moyo wa kulinda taifa kwa gharama yoyote. Sisi Chadema kanda ya Victoria tunaungana nanyi na tunawatia moyo, tuendelee kusimama pamoja kuhakikisha kwamba taifa letu tunalinusuru. Nihitimishe kwa maneno ya Mtume wa Allah alisema, msaidieni ndugu yenu akiwa mkandamizaji au mteswaji. Mtume aliwaambia hivi, msaidieni ndugu yenu akiwa mkandamizaji au mteswaji.
Watu wakamuuliza, mtume wa Allah, ni sawa kumsaidia kama anakandamizwa, lakini tutamsaidiaje kama yeye ni mkandamizaji? Mtume akasema, kwa kumzuia kukandamiza wengine. Watanzania wenzangu, tunapoona watu wanakandamiza wengine, pamoja na kwamba tutajitetea sisi kutokandamizwa, lakini tuwazuie wanaowakandamiza wasikandamize. Serikali haramu ya CCM imekuwa kinara wa kukandamiza haki za watu. Naomba kwa pamoja tuunganishe nguvu, bila kujali itikadi za kisiasa, bila kujali makabila yetu, bila kujali ukanda. Tuunganishe nguvu kukataa ukandamizaji. Tukikandamizwa sisi Chadema, watatoka nje, watakwenda mpaka ndani ya CCM. Tumeshuhudia, hakuna aliyetegemea balozi mstaafu aliyefanya kazi kubwa kabisa ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, amekuwa mbunge, anakuja kutekwa mpaka leo hatujui yuko wapi. Zamu yetu na zamu yenu ikifika, hamtapata wa kuwatetea. Kwa naomba wote, bila kujali vyama vya siasa hivi, kwa hali ambayo tupo sasa hivi, tuungane pamoja. Chadema kanda ya Victoria tunaunga mkono harakati na jitihada zote za madai ya wananchi katika kupigania haki na kukomesha udhalimu. Naomba nirudie. Chadema kanda ya Victoria tunaunga mkono harakati na jitihada zote za madai ya wananchi katika kupigania haki na kukomesha udhalimu. Na sisi sote tusimame kidete kupinga viongozi hawa haramu kuendelea kukaa madarakani kihaini na kidhalimu, huku wakikandamiza raia wenzetu na kugeuza Tanzania kuwa chinjio lao. Aidha, tupate faraja kupitia Zaburi ya 37 mstari wa 39 mpaka 40. Wokovu wa wenye haki una Bwana. Yeye ni ngome yao wakati wa taabu, naye huwasaidia na kuwaopoa kutoka kwa wasio na haki, kwa maana wanamtumaini yeye. Mwisho wa kunukuu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu wabariki watu wa Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.